kwa ajili yako. Nakwambia hivi, maana ninashambuliwa sasa. Nilishambuliwa, nilipigiwa simu, unashambuliwa, unapigiwa simu, mtu anakushambulia kabisa. Akasema na wewe. Ndugu zangu hawatakagi mambo mengi, waliniambia tu kwa kuwa wenzako hawakulifurahia hilo, liache na uwaombe radhi. Ilibidi nirudi tena online. Oh no. Nikaandika pale nikasema niliongea kwa nia njema, lakini kwa kuwa sijaeleweka na limeleta taharuki, limeleta shida, naombeni mnisamee na sitafanya hivyo tena. So siwezi kurudia tena. Yani Dapendo, nafikiri inahitaji mtu mwenye mafuta makubwa zaidi yangu mimi. Mungu ampe neno la kuongea na watumishi, waimbaji, na sio waimbaji tu, hata watumishi tu wengine, watu yani kwa ujumla. Tumevamiwa. Kuna kitu nilikiona Dapendo, na sio siri kwa sababu ilikuwa mtandaoni. Na nitakuuliza leo, ulikuwa kwenye stage moja na ulikuwa unaimba, yani ilikuwa ni watumishi wawili wa Mungu, powerful women of God. Wewe na Christina mlikuwa I think mnaongea kitu, and then mtumishi Christina akaja akaongea kitu, alikuwa ni kama anatetea sehemu fulani. I don't remember very well, lakini uzuri ni kwamba my team itachukua hicho clip na kukiweka, and then wewe ukaja it's like kama ulisawazisha hivi au ulinini pale, and then of course ikaonekana sisi wa rohoni tukajua kwamba hapa there's something, yani there's A and B. Sijui unanielewa. What really happened, if you don't mind talking about it, kwa sababu ni kitu ambacho kipo mtandaoni. Ilikuwa nini? Na nyinyi ni nguli, yani nyinyi ni powerful women of God. I honor both of you. Nina salute mafuta yenu vibaya mno. Ni kitu gani kilitokea pale ambapo mlionekana kabisa kwamba hapa kuna utofauti kati ya Christina na Pendo? Huwa sipendi sana kuongea kuhusu mambo hayo, lakini mi sijui sana huko. Lakini niseme tu kwamba kuna kitu ambacho Christina yeye alikuwa hakijui. Yeye alikuwa hakijui, ila mimi nakijua. Nakuelewa. Nakijua kwa sababu mimi nimemuombea Martha Mwaipaja kabla hajawa mwimbaji, hajainuliwa. Yes. Na tukio hilo lilifanyika kanisa la Buguruni Mnyamani, ambapo Bishop John Bagenyeka wa pale kanisa la Maisha ya Ushindi alikuwa ndo alianzia pale Buguruni. Na nafikiri hawa watu walikuwa ni washirika wake pia. Huyo Martha pamoja na familia yake yote walikuwa wanashiriki pale. Ndio. So miaka ile wakati mimi na hudumu pale, Mungu akanisemesha kitu kwa ajili ya Martha. Ndio. Akiwa amekaa katikati ya washirika. Alikuwa sio mwimbaji by that time. Kawaida kabisa. Jesus. Kawaida kabisa. Hali ya chini kabisa. Mungu akanisemesha kitu kwake. Nikamuita. Nikampa ujumbe wake kwamba Mungu mbele ya watu, mbele ya kanisa. Asante. Mwasha, sijuaji kuongea uongo. Asante Yesu. Nakujua dada Pendo. Yani naongea kilivyokuwa. Nikamuita katika mambo ya roho sasa. Nikamuombea. Jesus. Na nikampa ujumbe wake kutoka kwa Mungu kwamba Mungu amesikia kilio chake na atakwenda kumuinua. Nikamweleza maagizo ambayo anatakiwa afanye, unyenyekevu na kumsubiri Bwana, lakini wakati wake umefika. Umefika. Okay. Akatoka pale mbele kanisani Buguruni kwa John Saidi. Nikamuombea. Alilia sana. Nikamkumbatia. Waliokuwepo ni mashahidi, wanajua hilo. Kipindi hicho hakuna mambo ya kurekodi, kwa hatuna evidence ya record. Ilikuwa kawaida. Baada ya pale mimi nikawa nimemaliza. Unajua mambo ya Mungu yakija yanakuja hivyo na yanaisha hivyo. Basi, kwa hiyo kwa kifupi
ni kama mwanangu kiroho. Nakuelewa. Nikirudi kwenye point. Yes. Yalipotokea ya kutokea kati ya yeye na dada yake, yalipotokea hayo yaliyosikika, yes, mama yake mzazi alikutafuta, akanitafuta, akaniomba niongee naye kujua ni nini kilichomtokea. Lakini pia mama yake mzazi akaniomba niongee naye baada ya kujua, yani nitakapokuwa nimeongea naye basi nijaribu hata kuomba naye. Ndio. Ukiacha hapo sasa, mdogo wake akanipigia simu akaniambia hali wanayopitia katika familia na nini na nini, na ukumbuke wote wanakuja kwangu kwa sababu mimi baraka ni kama ilipitia kwako. Sasa mimi kabla sijampigia yeye kuongea naye, si kama unanielewa, kuna kitu unajifunza, yani deep than you know. Kabla hujampigia mama kaongea, mama ameongea na dada akaongea. Yes. Dada ameongea, mdogo wake, yes, ameongea, anasema naomba utusaidie kuongea na dada, kuna 1 2 3 kama hivi tu unavyoweza kunipigia wewe kabisa. Kabla yani nimesema kwamba nitamuongea naye labda kesho, leo nitaongea naye kesho labda. Mdogo mtu sijui kilitokea nini, akampigia simu dada yake akamwambia Upendo anataka kuongea na wewe. Oh my God. Mama, Upendo anataka kuongea na wewe. Kwa kabla hata sijapiga simu, Martha kanipigia simu. Akaniambia shikamo. Halo, shikamo. Marahaba. Mimi Martha hapa, nimesikia una ujumbe wangu. My God. Okay. Nimesikia una ujumbe wangu, unataka kuongea sio na mimi, sio unataka kuongea na mimi. Nakusikiliza. Oh. Yeah. Kama nimeongeza neno, Mungu anihukumu hapa. Nikamwambia nitaka kuongea na wewe kweli. Maana kuna vitu niliongea na mama na dada pia akaniambia, mdogo wako pia akaniambia, nikasema ni vizuri tuongee. Akaniambia hivi, wewe unataka kuniambia nini? Oh my God. Yeah. Mama yangu mwenyewe hawezi kuniambia kitu. Mama yangu mwenyewe, wazazi wangu mwenyewe wamenishindwa. Wewe utaniambia nini wewe? Maanake hivi ninavyokuambia ndio alivyokuwa ananifokea hapo, ni kwenye simu. Yeah. Ananifokea. Yeah. Akanifokea na akaniambia, wewe unaendelea kunifuatilia, wewe endelea tu kunifuatilia. Sio kama unaelewa. Na huyu ni Mungu alikutumia wewe kama chombo kuona alichokibeba, then waliokuwepo pale kanisani ndio wanaelewa ninachokisema, maana wewe ukuwepo, ila ilikuwa ni kanisani. Sawa. Wewe endelea tu kunifuatilia wewe. Utanijua mimi ni nani? Nitakupoteza wewe. Unijui wewe. Alikuwa anaongea labda kwa hasira. Mimi sijui alikuwa amekasirika, sielewi. Lakini kwa kifupi nilipata kichambo kilichotakata. Alafu wote sijafikisha ujumbe, nikamwambia basi sawa. Samahani. Usinifuatilie kabisa, wewe achana na maisha yangu kabisa. Wazazi wangu wenyewe wamenishindwa, wewe utaniweza? Na kuuliza wewe utaniweza? Akanifokea kabisa. Mimi sitaki kuyaongea haya. Nimeongea kwa sababu umeniuliza. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kuna kitu Christina alikuwa ni kama alikuwa hakijui. Sasa ndio ulivyokwenda kwenye stage sasa mimi nimeshakomeshwa huku. Ushachambwa. Nishatishiwa na maisha. Sawa. Wewe pale madhabahuni unaniletea tena zile nani?
Kwa sababu Christina hivi alisimama, alikuwa anajaribu kuconnect, kutengeneza. Maana Christina ni kama alisimama akawa anatengeneza kwamba tuwe wamoja, sio nini. Yes. Mimi kiukweli nisingeweza kuongea jambo lolote pale, kwa sababu tayari nishachimbwa biti huko kwamba wewe endelea kunifuatilia nitakupoteza. Manake kuna vitu mtu anaweza kaongea ukasema hivi ni huyu kweli au ni lakini ni kama yani alinitishia maisha kwamba nikiendelea kumfuatilia atanipoteza. Nimekuelewa, pole sana. Alafu wewe unaniletea tena ile pale unaniuliza si nini ni wewe nani hapendi kuishi? Alafu sasa jambo lingine unaponiuliza kwamba inabidi tuna nani wewe, yani unaleta mambo ambayo kwanza ilikuwa zamu yangu kuimba, afu wewe unakuja afu unakuja anasema Senga unaleta mvurugo. Unaleta mvurugo pale, yani kama na nafikiri Christina alikuwa anajaribu kutengeneza, aliona ndio platform, ni platform ndio platform to make people connect. But ndio maana nilikwambia there is something she didn't know kweli kwamba kuna vitu vilitangulia. So that's why unaniona mpaka leo nimekaa kimya, kwa sababu sitaki kuongelea hayo mambo. Sasa unaniuliza mimi nisemeje? Sasa ndio nikasema kama kuna mahali hapajakaa sawa, basi sipeta kutengeneza, kwa sababu hata mimi nikikosea ninaonywa. Kuna wakati nilikuwa napaka vipodozi nilionywa, nafokewa kama mtoto, nikaonywa na nikakubali. Nikakubali. Lakini sio hivyo, kuna mahali pengine nilikwenda kufanya kazi ambayo jamii hawakupenda kabisa na wakaniinukia. Ilibidi nishuke, ninyenyekee, niombe msamaha ili amani ya Mungu ipatikane. Tena kwenye hiyo nitakuuliza hilo ni swali lingine ambalo nimepanga kukuuliza, lakini kabla ya kwenda katika ile madhabahu uliyokwenda, mkiwa ni watoto sasa, wewe ndio mama, sawa, ni dada wa Martha kwa mfano, na kimetokea kilichotokea, ulipeleka back to baba, kwa sababu baba at the end of the day baba ndio kila kitu. Nikiongelea baba naongelea Jehova. Yeye ndio kila kitu, yani yeye ndio baba yetu na yeye ndio alikupa ujumbe, sawa. Ulirudi kwa baba kumweleza yaliyotokea, na je, umeshajaribu kutengeneza na Martha labda, kwa sababu at the end of the day she's your daughter, like mnaweza mkagombana na nini, but ni mtoto wako, na mtoto akinyea mkono haukati. Tunafanyaje kwenye hilo? Niseme tu ukweli, baba hujaenda, kwa sababu kwenda kuongea na Mungu lazima uwe niwe nimekubali kuongea na wewe, umenipa nafasi, tumeongea, ndio nijue ni nini naenda kukuombea kwa Mungu. Lakini sasa hata kukupigia sijakupigia, wewe umenipigia na kichambo juu. Lakini ukumbuke kwamba nilitaka kumpigia simu sio kwa mambo ya nje ambayo watu wamesema, ni mambo ya ndani ya familia. Kupitia kinywa cha mama mzazi na cha dada. Nikaona nisipuuze. Mwasha, mtu anakujia anakwambia mimi nina tatizo na ndugu yangu, mwaka huu wangapi, mimi nampenda ndugu yangu, naomba utusaidie, natamani kuongea na ndugu yangu. Unanielewa? Nakuelewa dada. Wewe huwezi kumpuuzia. Inabidi umwambie sawa, ngoja kwanza nitalifanyia kazi. Kabla hujalifanyia kazi, anakupigia mtu, unasema unataka kuniambia nini? Hata hujasema kile ulichotaka kuambia. Walikupa maini. So niliisha, niseme tu kweli, niliisha na sikuwa na neno la kuongea tena juu yake. Ni kweli nitaka kumpigia simu kwa mujibu wa ndugu zake, kuongea naye ili sasa nijue. Ndio maana unaona mimi naruka tu, kwa sababu sijui mnapoongea mambo hayo. Mi sijui, kwa sababu sijapata nafasi ya kuongea naye akaniambia kwamba mimi mama nilipitia 1, 2, 3 ndio maana ikawa hivi. Basi hata angenipa nafasi ya kusema labda nisubiri nimpigie ili tuongee, umenielewa? Lakini nafasi hiyo sikupata. Moja kwa moja na kilichofanya mimi niruke na kukaa mbali ni hiyo kutishiwa maisha. Of course. Kwamba yani wewe endelea tu kunifuatilia. Lakini na uhakika kabisa hakumaanisha, kwa sababu hana huo yani I'm not sure Mwasha. In this world. Guys, in this world I know. No. Stay far from anybody ambaye anakufriend. Kabisa, stay far. If somebody hataki umfuatilie,
just stay far. So alivyonionya hiyo moja ilitosha, nilimuelewa. Kaa mbali na mambo yangu. Chana na maisha yangu. Mpaka leo muongee. Na ndio hicho kilio ambacho ninacho na ninaumia sana kwa wewe unayenitazama. This is a Erobo Sandarabako. Kipindi kile alikuwa na Daudi. Kwa kuna Daudi ambaye Mungu alikuwa anazungumza naye na Daudi anakuja anatuelezea kuna kina Musa ambao walikuwa anawapeleka na Waisraeli, anaongea na Musa, anaambia Musa, sikiliza, nenda kawaambie watu wako, na watu wakimsikiliza Musa wananyamaza, like Musa ameshuka mlimani anaongea. Sasa hivi nafikiri tunahitaji hicho kitu, dada Pendo. Tunahitaji Musa wa kipindi hiki au Elia wa kipindi hiki ambaye akikohoa watu wote tusimame. Ndio hicho ambacho nilikuwa ninakwambia kwamba we need, yani hapa wala tusiingize serikali. True. Hebu tuiache ipumzike kwanza, serikali ifanye mambo yao. Sisi kwanza, sisi wapente, sisi watu tunaolitaja jina la Yesu Kristo, tunahitaji mzazi wa kiroho, tunahitaji wazazi wa kiroho, na wapo wa juu ambao wanaweza wakitukusanya, yani watuhurumie tunapotea, wasio wa binafsi, wasitutupe tunapotea, hatujui vyote, wasitutupe. Bado tunahitaji maelekezo, tunahitaji kuambiwa, tunahitaji kuonywa, tunahitaji kukemewa, tunahitaji kukaripiwa. Basi watufanyie hata kama ni mara 2 kwa mwaka, watupe mikutano mikubwa ya waimbaji, mikutano mikubwa. Hili ni wazo mimi nalileta. Tunahitaji mikutano mikubwa, hata kama ni mahali tutasema tutaweka kambi waimbaji, tutakuwa na siku 2 au 3 za waimbaji kupikwa, kuelimishwa, kuelekezwa. Mbona Wamasai wana kitu kinaitwa jando? Ni jando nini? Jandoni. Wanaenda kabisa porini huko. Jamani, mbona mwali akitaka kuolewa inabidi awekwe ndani? Hata mimi niliokwa ndani. Unafundishwa hivi, unaelekezwa. Hata kwenye huduma pia mwasha. Nafikiri simame Mungu atende, na Mungu anatusikia hapa. Asimame mtu mmoja ambaye atakuwa na nguvu, akikunyoshia kidole kwambia utakufa, ni kweli unakufa. Yaani si unanielewa? Yaani kuna ile, yaani may God ampe mtu mmoja power ambaye akisimama akampigia simu Lilian Mwasha kumwambia Lilian Mwasha acha. Lilian Mwasha akakomaa. Tuone kitu kinatokea. Sio, unanielewa? Kwa sababu I don't know, maybe that. Sijui kwa sababu maybe that. Ili kuwa na uoga. Lazima pia ukubali kwa sababu si kama ulivyokuwa umeniuliza swali. Kwamba mimi nimeyasikia kwa watu. Lakini sio tu kuyasikia. Nimeelezwa na ndugu yako wa karibu. Sasa mimi najipanga kukutafuta ili tuzungumze, basi nijue kwamba imekuwaje. Sikuhukumu na wala sina uhakika kwamba ni kweli, sina uhakika na wala sijui kwamba ni kweli. Mimi nataka nikutafute tu tuongee kama mtu na mwanae wa kiroho. Tayari umeniwekea ukuta. So hata sisi, hata kama tunahitaji hao watumishi wa Mungu. Kwani wanatukataa watumishi wa Mungu wakubwa? Wanatukataa. Hawataki kutuita, hawatuongeleshi. Wanaita wakati wanahitaji kuimba. Mimi nahuzunika sana. Lakini unajua pia kitu kinachoniuma, tutaenda kwenye break. Kitu kinachoniuma ni haya yaliyotokea. Parapanda ikilia, nyinyi mtaingia mbinguni? Yaani tunahubiri haya mambo, tunayaongea, inabidi tusamee, inabidi tuwe salama, tutaingia mbinguni. Mimi nitaingia mbinguni kwa sababu nilishasamehe na nilishaachilia, sina mzigo. Hata hapa nimekujibu kwa sababu umeniulizia. Ila sio mimi nimelileta. Ila kwa sababu uliliona na umeniulizia, imebidi nikuelezee. Na nikakwambia kabisa kwamba kuna kitu ambacho labda mtumishi mwenzangu Christina alikuwa akijui, ikabidi, yani hata yeye hapa ninapoongea na yeye amejulia hapa ninapoongea, kwa sababu nobody anayejua zaidi ya kanisa la Maisha ya Ushindi la Bishop John Bagenyeka. Wananitaga nabii, wao wananitaga nabii, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu tu, nabii no. Kwa hiyo nimesema kwa sababu umeniuliza, na mimi niseme tu ukweli kwamba mimi nimesha samehe, sibebi mzigo wote wa mtu moyoni. Umenielewa? Hata kama labda atakuja mtumishi fulani ambaye anaweza akasema ninyi labda niwakutanishe muombane misamaha, yani mimi sina shida. Sina shida kabisa, kwa sababu ni vizuri
kuachilia na kusameheana. Mtumishi huyo naomba Mungu anitumie niwe mimi. Nitawakutanisha. Naomba Mungu anitumie. Hamna shida Mwasha. Hamna shida, Mungu ni mwema. Ya Mungu ni mwema. So nilichofanya mimi nikamwambia tu siku ile kwamba basi naomba unisamee. Unazidi kusamee nini? Wewe toka hapo. Yani are you serious? Alikujibu hivyo? Yeah. No, okay. We'll pray. It should be. Yani unajua ilikuwa mbaya. Hakuwa sawa. Sababu mimi hata namjua. Unajua ilikuwa mbaya. Yeah. Ilikuwa mbaya. Yeye mwenyewe nina uhakika kwamba huwa kuna wakati akikaa mahali anakumbuka ile conversation, anajiuliza hivi, ni mimi nilimtukana huyu mama au ni nini? Yani lazima anajiuliza kuna kitu alikuwa anapitia lazima. Kwa sababu sasa unanitukana, sijakwambia chochote wala sijaanza hata kuongea tayari. So aliponiambia tu kwamba hata wazazi wangu wamenishindwa, wewe utaniweza, na kuniambia kwamba we endelea kunifuatilia, endelea tu. Sasa unaona wewe ni mtu mzima, ni mama, mtoto mdogo anakunyoshea vile, alafu anakuambia endelea tu kunifuatilia, nitakupoteza. Sasa mtu anapokuambia atakupoteza, hiyo ni mbaya sana. So nikaona mimi na maonyo yangu na kila kitu basi nibaki navyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi of course mimi sitakaji kuviongelea. It's okay, my darling. Martha Mwaipaja, you're my little sister. I love you so much. And I know most of the time kuna vitu tunasema, tunafanya pasipo probably kujua intention au results za yale tutakayoyazungumza, na najua ulikuwa maybe uliongea kwa sababu una maumivu na mimi ninakujua. So I will look for you. Naomba unipatie chance ya kukutafuta, kuongea na wewe. And you know I love you, right? So I will look for you ili tuweze kukaa na dada yangu, mama yako, dada Upendo, tuyasuluhishe haya, na najua yatakwenda kwa sawa. Kumbuka, this is Heart Talk. Tunaongea mambo mazito sana ambayo mwanadamu unaweza sio unayajua, lakini ni platform ya kusawazisha vitu pia ili uweze kuvielewa. Ninakwenda kunywa maji, nikirudi nina maswali. Nimekwambia nimekuwa nikimtafuta dada Upendo kwa muda mrefu, simpati. Leo I am going to ask her a lot of hard questions ambazo nilikuwa nazo na nilikuwa sina jibu, na najua wewe umekuwa unajua hakuna kitu kinauma kama watu wanakuwa wanaongea. Hii mambo ya kuongea unakuwa una maswali alafu una majibu wewe mwenyewe, inakuwa ni mbaya. Kwa hiyo tunasawazisha, because we carry the body of Christ and we want to be clean. I love you so much.